Wanga ni moja ya makundi makuu ya virutubisho ambavyo huchukua nafasi kubwa katika kuhakikisha mwili unapata nguvu za kutosha. Kwa lugha rahisi, wanga ndio fuel ya mwili wa binadamu. Kupitia mlo unaojumuisha vyakula vya wanga, mtu hupata nguvu za kufanya kazi za kila siku, kuanzia matembezi ya kawaida, shughuli za kilimo, michezo hadi shughuli za kiakili. Katika jamii zetu za Tanzania, chakula cha kila siku hakikosi nafaka, mizizi au ndizi ambazo pia ni chanzo kikubwa cha wanga. Wakulima wanajua fika kuwa ugali wa dona pamoja na wali wa Mbeya au viazi vitamu hutoa nguvu ya kulima mashamba siku nzima. Vivyo hivyo, wanafunzi wanapokula mkate au uji wa asubuhi hupata uwezo wa kukaa darasani na kusoma bila kuchoka haraka. Wanga pia ni chanzo cha nguvu kinachopatikana kwa bei nafuu na urahisi zaidi, ambako vyakula kama ugali wa mahindi, ndizi za kupika, mihogo ama viazi vitamu pamoja na mikate ama wali ni sehemu ya utamaduni wetu. Hii ndiyo maana milo ya Kiswahili mara nyingi inasisitiza kuwepo kwa sehemu ya wanga, kwani bila hivyo chakula huhesabiwa hakijakamilika. Zaidi ya kutupa nguvu, wanga una faida nyingine. Baadhi ya aina za wanga, hususan zile zisizokobolewa, husaidia katika mmeng'enyo mzuri wa kuwa na nyuzi-nyuzi. Aidha, nyuzi-nyuzi hizo husaidia kudhibiti sukari kwenye damu na kupunguza hatari ya magonjwa sugu kama kisukari ama shinikizo la damu. Kwa upande mwingine, ulaji wa wanga unahitaji uwiano sahihi. Kula kupita kiasi husababisha ongezeko la uzito ama mafuta mwilini. Ndio maana wataalamu wa lishe hupendekeza kula wanga uliokolea na wenye virutubisho vingi, badala ya kula vyakula vilivyosindikwa kupitia kiasi kama mikate yenye sukari nyingi au unga uliokobolewa sana. Charles Laurent, ambaye ni mtaalamu wa lishe, anatueleza nini juu ya matumizi sahihi ya wanga katika mwili wa binadamu. Ukizungumzia wanga wanasema tu, wengi unakuta watu wanashauri usitumie wanga, umaona? Sasa kitu ambacho watu tunazingatia ni kiasi au kiasi gani unachoingiza au unachoconceive kwenye mwili wako. Kwa hiyo chakula cha wanga kwa sababu ni muhimu, au faida yake ni kwamba inasaidia, ndo nishati yenyewe, ndo nguvu. Umeona, hauwezi ukawa na nguvu au ukawa uko perfect mwili wako una nguvu kama hautumii chakula cha wanga. Umeona? Kwa hiyo sasa inategemea una conceive kiasi gani cha wanga kwenye mwili wako. Kwa hiyo ukitumia cha wanga, manake chakula cha wanga tunazungumzia wali, ugali, umeona? Vitu vyote ambavyo vinakuwa na kiwango kikubwa cha wanga. Kwa hiyo inatakiwa utumie kiwango ambacho ni stahiki. Umeona? Au kiwango ambacho ni sahihi. Isiwe too much sana, isiwe kingi sana, au kisiwe kiwango kidogo sana, kwa sababu ukitumia kiwango kidogo manake bado hautokuwa na nguvu, kwa sababu hapo tunazungumzia kuna nishati ya mwili kwa ujumla, kuna nishati kwenye ubongo, nguvu ya bongo, lakini pia inatumika kama reserve. Unaona, kama nguvu ya ziada baadaye ambayo inakuwa imehifadhiwa kwenye mifumo mbalimbali ya mwili wa binadamu. Kwa hiyo tunapozungumzia wanga ina faida gani, lakini pia madhara yake. Sasa tukizungumzia madhara inakuwa na madhara makubwa endapo mtu ataitumia kwa muendelezo au kwa kiwango kingi. Kwa mfano, mtu ambaye anakuwa anatumia kiwango kingi inaweza ikapelekea akapata changamoto za magonjwa kama sukari. Manake sukari inakuwa iko juu zaidi. Tunaposema sukari sio mbaya, yaani kuwa na sukari, kila mtu anatakiwa awe na sukari, ila tunazungumzia ni kiwango gani cha sukari kinachokuwa kinaingia kwenye damu. Kwa kiwango cha sukari kikiwa kingi ndio kinapelekea tunasema huyu ana shida ya sukari. Manake sukari imekuwa juu, imekuwa nyingi kuliko normal right au kiwango cha kawaida. Kwa hiyo inakuwa ni hivyo kwenye faida yake na hasara yake pamoja na magonjwa mengine. Lakini cha kushauri, mtu anatakiwa atumie kiwango ambacho ni stahiki. Kiwango ambacho kinastahili kutumika. Kisio kikubwa sana au asitumie yani kiwe chini sana zaidi ya ile mwili ambavyo unakuwa unahitaji. Kupitia maoni ya mtaalamu wa lishe, mwisho wa siku wanga si adui wa afya, bali ni rafiki mkubwa wa mwili endapo utatumiwa kwa usahihi. Ni chanzo cha nguvu na ni sehemu ya utamaduni wetu, na ni urithi wetu wa lishe unaopaswa kuthaminiwa. Bila wanga, mwili hukosa nguvu za kusukuma gurudumu za maisha. Ni muhimu
ewe Mtanzania na kila mwananchi, kutumia sahihi vyakula vya wanga ili tuweze kupata matokeo bora.